tunatembea kikombe, lakini wakati mwingine tunafanya ukatili hata pasipo kujua. Tunaomba Mungu sana atuwezeshe kujua. Bwana asifiwe. Roho ya ukatili, tunaishi kipindi kibaya, nyakati ngumu, nyakati ambazo neno la Mungu linahubiriwa kona zote. Hata ukisikiliza kwa makini utasikia huko wanahubiri, na huko utasikia wanahubiri, huko hapo wanahubiri, nyuma huko wanahubiri. Neno linatembea kwa nguvu zote, lakini ndio kipindi ambacho watu wanakatili kupita maelezo. Ndicho kipindi ambacho watu wanatenda ukatili mpaka unashindwa kuelewa. Sasa tunaliuliza swali, ni kwa kiwango gani kama tumeambiwa hivi tushinde ukatili kwa kutumia neno la Mungu? Ni kwa kiwango gani hilo neno la Mungu linapopata nafasi katika maisha yetu linakaa hata liweze kupingana na huo ukatili, liweze kukaa na kusimama na kukataa ukatili? Yaani neno lililoko ndani yako ulipolipokea huku na huku linapata nafasi kiasi gani hata likupe nguvu ya kupinga ukatili? Mwimba Zaburi anasema hivi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Asubiri kana nawaambia mfano rahisi. Kama moyo wa mtu umejaa neno la Mungu, kuna mambo ambayo hata ikiwa mpaka ikawa, yaani hatapata nafasi. Ukiweka muda ya maji hapa ukajaza maji, alafu ukaja na hayo maji sasa, ukaja na mafuta na tamani ya kake kwenye yale maji, ukaendelea kujaza yale mafuta hata kaya kama kitu, kwa sababu nafasi itakuwa haipo. Na ndivyo ilivyo moyo wa mtu ambaye amepokea neno la Mungu, limepata nafasi, limejaa ndani ya moyo wake. Shetani hata akija na ndio kwake hawezi kukaa. Bwana asifiwe. Haiwezi kukaa na kupata nafasi. Lakini kama moyo wako umejaa chuki, hasira, ubinafsi, uchoyo na mambo mengine yanayofanana na hayo, hata neno la Mungu lilihubiriwa usiku na mchana, baba haliwezi kupata nafasi. Utakuja kwa mapokeo, utasikia kwa masikio, litaingia litatoka, litakuwa halikuhusu, utaondoka, kwa sababu neno halina nafasi. Na ndio kizazi kinachoishi, kwamba neno la Mungu linahubiriwa kwa bidii zote, lakini neno halipati nafasi. Kwa kuwa watu wamekuwa katika kipindi kigumu, mioyo yao adui alishaiwahi akaijaza vitu vingine, amejaza huko tamaa, amejaza dhambi, amejaza mambo ya ajabu. Kwa hiyo neno haliwezi kupata nafasi. Na ndio maana hata tukisema tutumie neno la Mungu kupinga ukatili, hata wewe mwenyewe ndio neno huna, unaanzaje kupinga? Watu wamekuwa mashahidi wa uongo, hata mahakamani wamesimamia mpaka mtu amefungwa bila kosa, lakini mtu huyo ana jina la Kristo na anamjua Mungu, lakini amesimama pale amesema uongo, amehakikisha mtu amekwenda jela miaka 10, 20. Ukatili wa kutisha. Tunashuhudia mambo ya ukatili yanapotembea sasa hivi, hata sio stori ngumu. Tunaona ukatili kila kona. Watoto wananyanyasika, wakubwa wananyanyasika, wadogo wananyanyasika. Yaani ukatili unaanzia kwenye nyumba zetu, na siku zote ukatili nao unaangalia nani mnyonge uishia hapa. Kwa hiyo watoto wananyanyasika, nyumba zinanyanyasika, wanawake wananyanyasika, wababa wananyanyasika, kila mtu kwa kona yake. Ukienda ofisini unakutana na manyanyaso, ukirudi nyumbani kuna manyanyaso, ukienda njiani kuna manyanyaso, ukipanda daladala kuna manyanyaso, ukiendesha gari kuna manyanyaso, kuna kila kitu unakutana na manyanyaso. Na hivi vitu vinasumbua watu. Na ikiwa tunaishi kipindi hicho sasa, ni kipindi ambacho ni kigumu, kipindi ambacho watu kila mtu anaangalia maslahi yake. Ndio maana unakuta manyanyaso yanakuwa mengi. Juzi nilikuwa nasikiliza redio moja hivi, mtangazaji mmoja akawa anasema, yaani leo nimekutana na jambo baya limeniharibia siku yangu nzima. Hata hapa sina raha, najua siwezi kupata raha. Mwenzake akawa anamsikiliza, anamwambia nimekutana na jambo baya nilipokuwa nakuja kazini. Anaongea kitu halisi, sio hadithi, habari kamili aliyokutana nayo masaa machache tu alikuwa. Akasema nilipokuwa nakuja kazini, nimefika mahali naendesha gari langu, nikamwona baba mmoja anampiga mtoto makofi na mateke. Sasa mimi nikawa namwangalia baba. Mwisho wa siku roho ikaniuma, nikashindwa, ikabidi nipaki gari nikamfuata yule baba. Namwambia baba, kulikoni? Akasema yule baba anatetemeka, ana hasira ya kufisha, hali uwezi hata. Anasema niache. Anapiga makofi na mateke. Anasema mtoto ni kiko cha darasa la 3, yana akizidi sana darasa la 4. Na unajua watoto wa darasa la 4 sasa hivi wadogo. Kwa hiyo anampiga, akamwambia baba, naomba mwache kwanza. Sasa ukiendelea kumpiga hivyo, utapata tatizo lingine. Akasema mtoto yule hataki kwenda shule. Anamsumbua kila siku, yeye anaongea kwa hata kuongea anashinda.
Akamwambia sasa sikiliza, ukiendelea kumpiga hivi utapata tatizo hili. Anaweza hata akasema bora afe. Sasa bora afe, shule ibaki, si ndio? Bwana asifiwe. Sio jambo zuri, ni jambo baya. Wala huwezi kufurahia, ni jambo lenye simanzi. Akamwambia akifa utakuwa umefaidika wewe au shule. Akasema hapana, watu wafanyaje hivyo? Hebu tuliza hasira baba. Hata kama hataki kwenda shule, naomba umwache. Akasema nikamsihi sana yule baba. Ndio akamwacha, lakini kwa shida. Na yule akasema hata nikimwacha, akamwambia hivi, basi mpeleke mpaka shuleni, nijue kuna tatizo gani. Yule baba akasema nikawaza, nikasema hivi akipeleka shuleni, akikuta kuna tatizo hata huko njiani huko mbele anapendelea sana, hata akampiga teke akafa kabisa. Yule baba akasema hapana, njoo twende tupande kwenye gari nionyeshe hiyo shuleni. Akamchukua wakaenda mpaka shuleni. Wakafika kwa mwalimu. Lakini akaendelea kumsihi na kumwambia, hiyo roho ya hasira itakuletea hasara. Hebu kaa na mtoto wako, muulize vizuri kwa nini hapendi shule. Kwani jamani tunashindwa? Bwana asifiwe. Haya mambo tunafanya sisi wazazi tunaokaa hapa tunaomtazama. Mtoto hataki kwenda shule, hataki, analia mpaka anatetemeka. Unachukua fimbo mwenye ustaarabu unachapa mpaka anashindwa kuketi. Unasema naenda shule. Sasa ngoja nikwambie. Kwani shuleni anakutana na jambo gumu hata kuliko ulipofanyia. Yeye anakutana na mateso ya mpili ni ya walimu wake ama ni watoto wenzake. Sasa mtoto anaona hivi, hili ni ampe maisha yangu bora nibaki kwa baba yangu. Baba yake naye anaingia na marungu na mateke. Haya ni mtoto awe wa nani au aende wapi? Bwana asifiwe. Jamani tujitafakari kwa upya. Mungu ametupa watoto, ametupa marafiki. Bwana asifiwe. Anakupa rafiki, yaani mtoto wako ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni mtoto wako. Ukiona hataki kitu, fuatilia mpaka ujue kwa nini hataki. Fuatilia tu vizuri. Ujue kwa nini hataki. Kwa nini anakataa shule? Ni nini anapenda kuliko shule? Ukienda shuleni kwa walimu wake na kwa wengine, utajua watoto wanakutana na manyanyaso magumu, hatutaki kuyataja. Bwana asifiwe. Magumu. Hakuna mzazi mwenye nafasi. Ukiamka asubuhi unasambaratika na maisha ambayo yameshakuwa hukumu katika maisha yako. Yaani anakupelekesha hata zile zawadi Mungu alizokupa una habari nazo tena. Una muda wa kufuatilia mtoto wako. Una muda. Hatuna muda sisi wazazi. Si watoto wadogo tu. Hata wale walio vijana, waumri wengine ni wako vyuo, wengine wako sekondari. Hatuna muda wa kukaa na watoto wetu kutafakari maisha. Kuambia maisha yanaenda hivi, yalikuwa hivi, yatatakuwa yao hivi. Wewe unakabiliana na jambo gani? Akwambie mimi nakabiliana na hili. Tukifanya hivyo, tena tukiwasababisha watoto kwenye neno la Mungu, tutaokoa kizazi chetu. Bwana asifiwe sana. Tutajenga kizazi kilicho kizuri, kinachompenda Mungu. Sasa shida ni kwamba wazazi tumeshikamana na dunia na mahangaiko yake. Neno la Mungu halina nafasi. Ni kwa namna gani unaweza kukaa na mtoto wako ukampa neno la faraja kama wewe mwenyewe hilo neno huna? Unapotokea wameshakutukana, wameshakukejeli, wamekukatisha tamaa. Ukija nyumbani hasira inawaka hivi. Kila anayepita unamwona mbaya. Msanga kutakaa sasa watu kutafakari. Ili ukomeshe ukatili. Mimi nikwambia hivi, neno la Mungu linadai kwako. Bwana asifiwe. Yaani liachie nafasi. Hebu achia moyo wako. Achia neno la Mungu lipate nafasi. Ili uweze kupata hekima na maarifa mapya. Namna ya kutafakari mambo na kutoa majibu. Bwana asifiwe. Tunashindwa kwa sababu tumeamua kujitegemea Mungu kimaji. Tumeamua kujitegemea, tunahangaika, tunatafuta kipato, tunatafuta maisha, tunaenda huko tunazungumza na wengine, tunafanya na mambo yasiyofaa. Yaani hata yakikutana yanakuchanganya, basi umeshapotea. Hauna maamuzi ya hekima. Huwezi tena kuamua kwa sababu mwenyewe ndani moyo wako umeshajaa vumbi. Huwezi tena kuamua. Huwezi tena kusikiliza watoto. Tumesikia ile kitu moja ya mchungaji wa Kitonyama anasema hiki kipindi cha Kwaresma ni kipindi ambacho tunatakiwa tuweke misingi yetu chini, tusikilize familia zetu, tusikilize watoto. Bwana asifiwe. Usikilize. Sio anakuita unamwambia sijui uko usiku yeye. Ni kipindi cha kusikiliza. Ni kipindi cha kutafakari. Ni kipindi cha kuulizana. Ni kipindi cha kusemezana umepita wapi ili usikie utoe msaada. Bwana apewe sifa. Tunaishi kipindi ambacho kila mtu anaangalia maslahi yake binafsi. Lakini pia kila mtu anahisi mwenzake ni kikwazo. Ukienda ofisini unafikiri wewe anakuja ndio kikwazo chako. Ukienda kwenye biashara unaanza kuwaza wewe ndio kikwazo chako. Ukifika karibu kwa jirani yako naye unaona ni kikwazo chako. Kwa hiyo kama watu wote ni vikwazo, moyo wako umejaa uchungu, umejaa
kuishia. Yaani kama tumepata hasira, iwe ni huko kanisani, iwe ni kazini, mahali popote unakutana na jambo la hasira, yaani umepata jambo ambalo limekutia hasira, kuna mahali la hasira itaenda kuishia, iwe iwapo. Lazima kuna mahali itaishia. Na ndio maana utakuta sasa familia zetu zinaishi katika makundi, kwa sababu hasira inaenda kuishia kwa mke, inaenda kuishia kwa watoto, inaishia kwa mume, ndio hasira yetu inapokwenda kuishia. Wakati mwingine inaishia kwa wafanyakazi, unaofanya na ukazi, wao ni wadogo, hata wa chini yao, hasira yake inaenda kuishia pale. Lakini pia hasira inaenda kuishia kwa jirani unayepakana naye mpaka. Lakini nasema usiwaze mabaya kwa jirani yako anayekaa karibu nao, alafu ukajihisi uko salama. Katika kile kitabu cha Mithali mlango wa 3:29, usihisi mabaya, usimwazie mabaya jirani yako anayekaa karibu na wewe, alafu ukajihisi uko salama. Huwezi kuwa salama. Kwa hiyo hasira zinaishia hivi. Lakini wakati mwingine hasira hizi zinashindikana hata kwa jirani haziendi, kwa familia yako haziendi, maana popote haziendi, hasira zile zinamrudia mtu. Unakuta watu wanajifanyia wakati watu wanajitoa uhai kila itwapo leo. Hata wanafunzi wa shule wanajitoa uhai. Siku mama kwenye vyombo vya habari, watoto wadogo wana hasira kiasi cha kufa na anakula sumu, wengine wananyoka kabisa. Watoto wadogo unajiuliza swali, mtoto katundikwa kajitundika mwenyewe. Uelewe hasira, shetani yuko kazini, anafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo hasira ikizidi, machungu yakijaa kwenye moyo, mtu anafika mahali anaona watu wote hawa hawawezi kumsaidia. Kwa hiyo anaamua kujitoa uhai mwenyewe, akifikiri pengine kwa atakapokwenda itakuwa ni suluhisho la hasira yake. Mtu wa Mungu, naomba turudi kwa Mungu pamoja. Bwana asifiwe. Hebu turudishe Biblia tupate kutafakari kwa upya. Tuone Mungu anawaza nini juu ya maisha yetu. Wala Mungu hayuko mbali, anasikia, anajua tunayoyapitia, anajua magumu tunayokutana nayo, na yuko tayari kutusikia. Ni sisi tu. Katika ile Zaburi ya 72 mstari wa 9 tuliosoma, Daudi anasema, hizi Zaburi tulisoma kipindi fulani na tukaja tukaifundishwa sana kwenye semina. Ni Zaburi ambayo ni ya mwisho katika Zaburi za Daudi. Daudi alipenda dhambi, akamkosea Mungu na Mungu akamtajia hukumu. Wakumbuka yule nabii aliyekuja akamwambia Daudi, alimhukumu yule mkosaji, akasema unastahili kufa. Ambaye alikuwa ataelewa, akamwambia huyu mtu aliyefanya jambo hili anastahili kufa. Lakini yule nabii Nathani akamwambia Daudi, akamwambia mtu huyo ni wewe. Kwa hiyo Daudi akajua kwamba kumbe mimi ndio Mungu ameghadhabika, amechukizwa na anatamani nife. Kwa hiyo hukumu ya kufa ikawa inarudi kwa Daudi. Daudi akavua mavazi yake, akashuka mbele za Mungu, akaomba toba. Ila sio nasema hivi, kutenda dhambi sio tatizo. Tatizo ni kutubu toba ya kweli. Hapo ndio tunapokwama. Hatuwezi kutubu, hatuwezi kushuka kwa machozi tukamwomba Mungu toba ya kweli. Daudi alimwomba Mungu na Mungu akasikia maombi yake, akamrehemu. Sasa Daudi hadi mwisho wa Zaburi yake aliandika wimbo wa shangwe na sala ya furaha. Akasema hivi, wale watu wanaokaa jangwani, jangwani ni maisha tunayopita magumu, yenye vishawishi, yenye vikwazo, yenye maneno ya kukatisha tamaa, yenye ukatili, ndio jangwa lenyewe. Akasema wale wanaokaa jangwani, pamoja na hali ya jangwa, akasema tuiname mbele za Mungu Bwana wetu, kwa kuwa Mungu ametukumbuka. Bwana asifiwe. Akasema tuiname mbele za Mungu, tumsujudie kwa kuwa ametukumbuka. Akasema maadui zetu, anatangaza neno kwa maadui, mwanguke kwenye maadui. Sasa ukisoma pale ile mstari ya 9 mpaka ile 13, anasema maadui zetu na walaji wakalegale kwenye maadui, kwa sababu Mungu wetu ametuingilia. Sasa amesikia maombi yetu, amepokea toba yetu, ameachilia huruma, ameachilia rehema. Kwa hiyo maadui zao wanawangazia maangamizi. Kwa hiyo ndio hivyo Daudi anatangaza neno la huruma mbele za Mungu na baraka kwa nyumba. Sasa ukiendelea ile Zaburi, maana yake ni kwamba anamaanisha hivi, watu wote waliomtafuta Bwana, wakitafuta uso wa Bwana kwa bidii, sasa Bwana anawajibu. Maana yake ni kwamba hata sisi tukimtafuta Mungu kwa bidii, Bwana atatujibu. Bwana asifiwe. Bwana atasikia tukitubu dhambi zetu, tukirudi mbinguni kwa Mungu wetu, Mungu atasikia na Mungu atatujibu. Wala Mungu hanyamazi kimya, Mungu anasikia. Lakini Daudi anasema maadui wetu wamechukua chini, lakini kuna neno linalofuata. Mtu yote anayerudi kwa Mungu harudi tu na kukaa, lakini lazima
ile Zaburi anasema Tarshishi na visiwa vyake walete kodi, maana walete fedha. Akasema Seba na Sheba walete vipawa, na kule mwisho utakuta dhahabu ya Sheba na Injili kwa hao watu. Yaani kwa Daudi na watu wake, wale watu waliomtafuta Bwana, walioungana, waliokuwa mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Anasema hivi, sasa mkae katika kiti cha enzi, mfurahie matunda ya taabu yenu. Biblia inasema taabu ya mikono yako utaila. Kila anayemtafuta Bwana kwa bidii, kuna siku atavuna. Bwana asifiwe sana. Kwa kusema wakae hapa. Tarshishi wale ni wafalme, na visiwa vyake walete kodi, walete fedha, ndio maana yake, na dhahabu yao walete. Alafu Sheba na Seba waje na vipawa vyao, waje watumike. Maana yake tumefika mahali tupumzike, waje watu Mungu atakao wainua watutumikie. Na ukitaka kulinganisha Zaburi ya Daudi anayesema, angalia kule kitabu cha Isaya mlango wa 60 mstari wa 11. Isaya 60:11. Anasema hivi, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana. Amen. Malango yako yatakuwa wazi usiku na yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana, ili watu wa mataifa wapate kukuletea utajiri, wakiambatana na wafalme wao. Bwana asifiwe. Maana yake ni hapa sasa, kwamba Tarshishi ya zamani yende kwa Daudi, yende katika taifa la Mungu, peleke fedha. Alafu na watu wa Sheba waende na vipawa vyao wakafanye kazi, wale wakae wale mkuu, kwa sababu wametaabika kwa ajili ya Bwana. Ni wakati wa kula taabu ya mikono yao sasa, wapumzike, wamtumikie Mungu, wamtukuze Mungu, ndio kazi walionayo tu, kwa sababu tayari Mungu amewaichilia. Bwana asifiwe. Hivyo wangapi wananielewa ninachosema? Amen. Hata kama hujanielewa sasa utaelewa baadaye. Amen. Tenda mema, hakika mema yatakujilia. Bwana asifiwe. Tenda kusudi la Mungu, simama kwenye kusudi la Mungu. Mimi nasema hivi, Mungu ametubariki. Nikwambia zawadi Mungu aliyokupa ni kali na kusema umeona. Sijajua kama umeshawahi kutafakari kwa kina. Kila siku tunalia, yaani kila kukicha tunaona siku ni mbaya kuliko ya jana. Tunahangaika kulia taabu na taabu, na kila kukicha tunaishi taabu inazidi kuongezeka. Lakini mimi nataka nikwambie, wewe uliyeketi mahali hapa, tayari una zawadi kubwa mbele za Mungu, uhai na uzima, na ile wito wa kuitika sauti ya Mungu na kuketi mahali hapa. Bwana asifiwe. Zawadi kubwa sana. Kama hujawahi kujua, ni ya kwanza ambayo inakufanya wewe utafakari sana. Mambo mengine ni matokeo. Sasa chakula kinaweza kuchukua kiwepo kwenye nyumba. Turudi sasa wakati kuna kuanzia. Nyumba yenye chakula kwa asilimia kubwa huwa ina amani sana. Yaani mahali watu wanakula na kushiba, kila kitu kipo, makofi yao ni machache, na wakati mwingine hamna kabisa. Lakini nyumba ya njaa daima ina magomo, kwa sababu kila mmoja mle ndani anajaribu kutafakari ni nani asili ya njaa hii, ni nani anasababisha sisi tusile, ni nani ambaye hajasimama kwenye sehemu yake ili sisi tupate kula na kunywa. Hata kama ni watoto wanatafuta ni baba au ni mama, ni nani? Kwa hiyo amani na ugomvi utalindima siku zote, kwa sababu chakula hamna. Lakini sasa wakati mwingine shida tunayoipata, chakula tunacho. Mimi naweza kusema taifa letu chakula tunacho, Mungu ametupa ardhi nzuri, chakula tunacho. Lakini bahati mbaya sana, chakula hicho kinatokea sasa kinaliwa na watu wachache kwa ubinafsi, na matokeo yake ndio maana ukatili hauziishi. Ukiona watu wanapigana, watu wanateseka, watoto wanafanywa ukatili, wanawake wanafanywa ukatili, watu wanakufa, wanauawa tu kama wanyama. Hata wanyama sio hivyo, wanyama wanalindwa, lakini mtu anakosa ulinzi. Tunaona vita vinavyolindima katika nchi za majirani zetu, na watu wanasema mwenzako akinyolewa fanya nini? Tia maji. Tunaona watu wanavyopigana. Kinachopiganisha watu ni kula, wala hamna kitu kingine, mali. Kwa sababu kuna watu wachache wanatamani kula badala ya wote. Sasa kuna watu wasioweza kukubali, wanasema ni wao na niwe, kama ni kufa na nife. Sasa katika kusema hivi, anaenda anakuwa na wasio na hatia, maskini kabisa ile wa mwisho, anayejiongezea tu riziki yake kwa siku, naye anakuja anafungia ndani, anamchoma moto. Kitu kibaya sana, ukatili ndio kipigo. Sijui Mungu anatuweka katika fungu gani. Hebu tuombe kwa ajili ya roho ya ukatili ikome. Bwana asifiwe. Hebu tuombe neno la Mungu
tusiendelee na mazoea. Yaani turuhusu, tuachie mioyo yetu. Neno la Mungu lipate nafasi. Roho ya ukatili ikome. Roho ya ubinafsi unaosababisha watu wengine wawake hasira. Hasira inatengeneza sumu mbaya katika miili ya watu. Unaona watu wanauma magonjwa yasiyoeleweka. Watu wanasafishwa damu kila kitwapo leo. Awe maskini awe tajiri. Unajiuliza unaye ana mali gani mpaka hapa afikie hapa? Sio hivyo, machungu aliyoyabeba tangu msichana mpaka anakuwa mzee yameshakuwa sumu ya kutosha kwenye mwili wake. Kwa hiyo inabidi sasa afanye msaada wa hata akisafishwa hawezi kupona. Shida ni nini? Dhambi inatafuna watu kwa namna zote. Kwa hiyo tujiadhari sana. Hebu turuhusu, nyakati hizi ni nyakati mbaya. Kila ukisoma kwenye mitandao kuna matukio yanaonyeshwa pale, mtu anasema dunia yetu inakwenda wapi? Dunia iko ukingoni. Mimi nikwambia hata dunia haiendi kokote. Wewe ndio utaenda. Huko unakutana. Bwana asifiwe. Dunia haiendi kokote, iko pale pale. Bali kuna mtu wewe kuhama. Si kila kitu kiko pale pale. Sisi na maisha yetu na mambo yetu ndio tunahama. Tumehama katika kusudi la Mungu. Tumehama katika sheria ya Bwana. Na kwa sababu tumehama, tumeenda kutafuta maisha mengine. Sasa ndio tunahisi kwamba dunia imefika mwisho. Tutafanyaje? Dunia imepindukia sasa. Kizazi hiki ni kizazi gani? Sisi hapa ndio tuko hapo. Lakini Bwana angali ana nafasi. Anasema watu watakao kuomba toba, mimi nitalirehemu taifa langu. Bwana asifiwe. Bwana atarehemu kizazi chao. Tukirudi mbele za Bwana kwa toba ya kweli, Mungu ataturehemu na atatusamehe na atatupa nafasi nyingine. Dunia iko vile vile, hata kama umeaharibu, lakini dunia ya Mungu iko pale pale, haijawahi kuhama, ni ile ile. Ila sisi na mambo yetu ndio tumehama kwenye sheria ya Bwana. Huko tulipokwenda ni ugenini, adui anatushambulia na vita. Tumekutana na njaa, tumekutana na magonjwa, tumekutana na vitisho, na kila kitu kibaya kiko huko. Kwa hiyo tunaanza kushangaa, tunajishikiza kusema dunia ni ya Mungu. Mungu ndiye aliyeumba. Tena kwa uzuri, wala haiendi popote. Sisi ndio tutatakataka mpaka tutaangamia. Mungu atusaidie sana. Tuweze kujitafakari kwa upya, tuweze kurudi. Lakini pia tukiangalia ile somo la tulilolisoma ile la pili, kuna habari pale ya Herode. Herode anaitafuta roho ya mtoto aliyezaliwa ambaye ni Yesu. Lakini Mungu anamtuma malaika, anaongea na Yusufu. Anamwambia mchukue mke wako na mtoto wako, ukimbilie Misri, uende Misri hata nitakapokuambia urudi. Na ukisoma pale, baada ya Yusufu kwenda pale, alikaa kule mpaka Herode akafa, ndio akarudi. Sasa nataka nikwambie hivi, ukiwa kikwazo kwa wenzako, maumivu, chukizo, hesabu siku zako tu. Itafika siku Mungu atafanya maamuzi magumu. Utaondoka ili watu wa Mungu warudi mahali pao. Bwana asifiwe. Yaani utatamba leo, utashika silaha, utatamba, utashika fedha yako, utatamba, utafanya kila kitu, utasema unachokiweza. Lakini iko siku Mungu atakutoa, atakutupa kwenye jehanamu, watu wake watarudi katika nchi yao. Bwana asifiwe. Watu watarudi kumiliki, kwa sababu hapo watu wanaomrudia Mungu usiku na mchana. Hata kama unafikiri dunia umeipatia, lakini amini siamini, ulimwengu Mungu ndiye aliyeumba. Na vitu vyake lazima tulipokee kwa unyenyekevu na moyo wa shukrani. Halafu tuwatendee watu haki. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mbele tuona Yusufu anaambiwa nenda kakae. Herode anakufa. Pengine hata siku zake za kufa bado, lakini Mungu anaondoa katika uso wa hiyo nchi ili mradi mtoto apate kurudi, apate kutimiza kusudi la Mungu. Kwa hiyo jiangalie sana, itafakari vizuri na mambo yako na maisha yako, ili usije ukawa ni kikwazo kwa wenzako. Na mwisho maombi makubwa yakapita na Mungu akasikia, ukaondolewa hapo, hata kama ulikuwa na faida, hata kama ulikuwa maarufu, ukaondolewa. Ni maombi yako kwamba Mungu asikie kilio chetu, alafu atuelekeze kwa upya namna ya kuishi katikati ya ukatili, alafu tuweze kuvuka. Bwana asifiwe. Atupe moyo wa uvumilivu. Yaani tuishi humo na magumu. Watu waliolishika neno la Bwana, watu wanaomtumainia Mungu, wanakuwa kama wale wa taifa la Israeli walipoambiwa hivi. Wamepita, wamemkosea Mungu, wakainuka nyoka wa sumu na vitu vyote vibaya. Na kila aliyeng'atwa akafa, kwa sababu alikuwa akiangalia na kutafuta dawa ya kujikinga ama kupona ile sumu ya nyoka. Wale walikuwa wanahangaika kujitafutiza, wakafa. Lakini waliotazama msalaba wakapona. Bwana asifiwe. Ni maombi yangu kwamba na sisi tupate ujasiri
ujasiri na nguvu ya kutazama msalaba ili tupate kupona katika ulimwengu, katika maisha ya magumu, katika nchi ama katika dunia ambayo haina tumaini tena. Tukikaa kwenye vyombo vya habari zikisoma habari 9 zote ni za mateso, ni maumivu, matukio magumu. Moja tu ndio utaisikia ya maana, lakini zingine zote ni matukio magumu na mabaya. Yaani mwanzo mwisho wa taarifa ni mambo magumu, vitisho, unyanyasaji, ukatili ndio pitiliza, ndio vitu vilivyoko huko, kwa sababu ndivyo mwanadamu alivyochagua. Mungu, watu wameacha sheria ya Bwana, wameamua kuifuata dunia. Dunia inatutesa. Nimalizie maneno yako kusema habari ya Yeremia ambayo tulisoma habari zake muda sio mrefu hapa katika kitabu cha Yeremia 26 ule mlango wa 26 mstari wa 7. Niseme kwa ufupi tu kwamba kwanza Yeremia alikuwa ni mmoja ya manabii wakubwa sana katika taifa la Israeli, na Mungu alimtumia. Na kule Israeli ukisoma tu mwenyewe hapo, kulikuwa na manabii wengi, na ndio maana kuna mahali anasema ndipo makuhani na manabii na watu wote wakamsikia Yeremia. Na maana Yeremia anapokuja pale sio nabii peke yake, wapo manabii wengine. Sasa mimi na wewe tukajifunze, tukasome, tuone kwa mafafanuzi mengine. Hao manabii na makuhani walikuwa ni manabii wa Mungu au manabii wa wale tunao kwa leo kila kona, kwa sababu wamekusanyikia. Lakini hao manabii kusoma ndio waliinuka pamoja na hao makuhani, wakamkamata Yeremia, wakamwambia hakika utakufa. Anamwambia utakufa kwa sababu gani? Wanaomba utakufa kwa sababu umetabiri kwa jina la Bwana. Sasa maana yake labda wao walikuwa wanamaanisha hujatabiri kwa jina la Bwana wetu, umetabiri kwa jina la Bwana wako wewe. Kwa hiyo akamwambia unastahili kufa. Wakiwemo makuhani, wakiwemo wakuu wa Yuda, wakiwemo na manabii. Biblia inasema hicho kitu ndani. Kwa hiyo akamwambia unastahili kufa. Lakini sasa baadaye akamwambia hivi, Yeremia alitabiri kwa jina la Bwana, na akamwambia kila alichoambiwa na Mungu. Akamwambia hii nyumba ya Bwana mnayoikaa, mnafanya mambo yenu yasiyopendeza, mnaiacha sheria ya Bwana. Akasema hii nyumba itakuwa kama shimo. Shimo ulikuwa ni mji mtakatifu ambao ulikuwa uko katika thamani yake, lakini sanduku la agano lilipokwenda pale lilikaa muda mrefu, na watu wale wakasahau sheria ya Bwana. Lile sanduku likaja likachukuliwa na Wafilisti, wakashindwa kusimama, yaani walishindwa kusimama kwenye kusudi la Bwana. Kwa hiyo wakaja wakaporwa lile sanduku la agano. Lilipoondoka na Wafilisti, ule mji ukawa umevuliwa utakatifu, ukawa mji wa ajabu, yaani ukawa mahali pasipokaliwa na mtu. Kwa hiyo Yeremia anakuja kuambia hapa Yuda, kwenye mji huu nyumba ya Bwana patakuwa kama shimo. Ukiwatajia Shilo wa Yuda, damu zinawasisimka, zinaganda. Inawezekana na sisi tukawa vile, kwa kile kitu kikawa kimewauma sana. Na ndio maana wakamwambia, kwa nini umetabiri kwa jina la Bwana? Kwa nini unasema kwamba mahali hapa patakuwa kama shimo? Alafu unasema mji utakuwa ukiwa, hautakaliwa na watu. Watu wamejiwekeza kule na mali zao na anasa zao, na kila kitu wameweka pale. Wanaishi wanavyotaka. Kama unavyoona leo watu wanaweza kuishi mahali, wanatembea uchi, wanafanya wanachotaka, ni unyama mbaya. Watu wanaishi wanavyoona. Sasa wanaanza kufikiri, maisha yao tunaachaje? Wao unasema mimi utakuwa ukiwa. Hao watakuwa hapa karibu na watu. Hao watu wote watakwenda wapi? Kwa hiyo wakawaka hasira mpaka na wale makuhani. Wale walipaswa kusimama na Yeremia. Wakaanza kumwambia hakika utakufa. Yeremia akamwambia, sikilizeni. Mimi nilichowaambia kimetoka kwa Bwana. Mna hiari, mkitaka mniue ama msikilize. Lakini hata mkiniua, mtakuwa mmemwaga damu isiyo na hatia. Na matokeo yake yatakuwa ni mabaya zaidi. Kwa hiyo hamwezi chochote, liko kwenye mikono yenu, ni uwenu. Sasa wale watu, ile roho ya unyevu ikawaingia, wengine wakaanza kusema hakika huyu mtu katabiri kwa jina la Mungu wetu, kwa hiyo hastahili kufa. Hao watu ukisoma vizuri pale walikuwa wamechukuana wakuu kwenye nyumba ya mfalme, wakaungana na watu wote na manabii. Ukisoma hii mstari inaendelea, wakapanda kwenye nyumba ya Bwana. Hapo Yeremia alipotangazia ile tangazo, alipotabiria, wakaenda wakakaa kwenye lango la kuingia, lango jipya. Biblia inasema wamekaa pale makuhani, wakuu wa Yuda na manabii, kila aliyeingia pale. Na Biblia inasema watu wote walikusanyikia Yeremia katika nyumba ya Bwana. Kwa hiyo kila aliyeingia anamwambia hivi, wewe unaingia huko, lakini amini usiamini, huyo aliyeko ndani, huyo nabii anayetabiri huko ni lazima afe. Kwa hiyo watu wanapewa taarifa kule, huko kuna mtu anatakiwa afe. Amesema maneno mabaya juu ya Mungu wetu. Lakini Yeremia akawaambia
lakini Bwana alisema hivi. Kwa hiyo wale watu wakaanza kuguswa mioyo yao, wengine wakasema hakika huyu mtu atakuwa ametabiri kwa jina la Bwana, tena yule mwana wetu. Sasa mbona hapa? Wakaanza kutoa mifano. Alikuja nabii Mikaya hapa na wengine wakahubiri, wakasema juu ya ghadhabu ya Bwana itakayotupata. Lakini watu walipoelewa, wakapokea, wakatubu, Bwana akagairi. Yeremia anachokisema, nyumba hii itakuwa ukiwa, itakuwa kama Shilo, na hapa patakuwa pakadiri watu. Lakini ametoa option, anasema hivi, watu watakao rudi na kutubu na kumrudia Bwana, Bwana atagairi haya mabaya yasiwapate. Wanaanza kuambizana, kwa nini tusitubu? Mabaya yasitupate. Bwana wakati wamekaa tulitubu na mambo yakapita. Kwa hiyo watu wakaanza kurudiana wenyewe kwa wenyewe. Mimi nasema hivi, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa na haki mbele za Mungu, ukisema kilicho cha Mungu, hata dunia itetemeke hivi, wala hatakuwa na nafasi ya kukugusa, kwa sababu utakuwa mikononi mwa Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Mimi nimalize kwa kusema, siku zote ukitaka kuwa mbaya na watu watamani ufe leo au kesho, waambie watu ukweli. Umesikia? Wewe pita kwenye familia, sema ukweli. Pita kwenye jamii, sema ukweli. Pita kwenye ofisi yako, sema ukweli. Pita kote, hata uko je, sema ukweli. Uone watu watakavyo kusalia mema. Hata wale marafiki wa karibu uliokuwa nao, hata Yeremia, manabii wenzake, watumishi wenzake walisema mtu anastahili kufa. Kwa hata wewe ukisimama katika kweli, utaona hata wale uliozaliwa nao pamoja watakurudi, watasema mtu anastahili kufa. Lakini mimi nataka nipitie moyo, niseme hivi, sema kweli daima, kweli itakuweka huru. Bwana asifiwe. Waambie watu kweli. Hata wakichukia, hata wakikuacha ukisema uongo kila siku, ukafitini watu kila siku, unafikiri utaishi milele? Utakufa tu. Tena utakufa vibaya sana. Vibaya mno. Lakini ukisema kweli, hata ukifa, roho yako iko mkononi mwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Siogope, tunaishi kwa kitambo tu. Wala isikudanganye, tunaishi kwa kitambo. Kila mmoja ataondoka, hakuna atakayeishi milele. Kwa hiyo sisi tulichopewa kufanya ni kusimama kwenye haki ya Mungu. Tutende haki. Tenda huruma, lakini muombe Mungu akupe masikio ya roho na moyo ulio imara, unaweza kupokea ujumbe na kutafakari sawa sawa. Sisi wote ni wasomaji wa Biblia. Tena tuna neema, tunaielewa vizuri. Soma neno la Mungu, ishi katika neno la Mungu. Neno la Mungu lipate nafasi kwenye maisha yako. Tunasema hivi, tutumie neno la Mungu kupinga ukatili. Sisi wachache tu hapa, tuko watu kama 200-300. Neno la Mungu lipata nafasi katikati yetu. Tukipita, tukisambaa dai yote kabisa, yaani utashangaa chachu yetu itakuwa ni kali na watu wa Mungu watapona. Bwana asifiwe. Kwa mtu mmoja tu taifa linapona. Sembuse sisi wote tukiruhusu neno la Mungu likapata nafasi, tukasimama katika kweli ya Mungu, kwa nini taifa lisipone? Kwa nini tusipone? Kila siku tunachoma sindano ya mabaya, tunatangaziwa mabaya. Kila siku katika masaa 24 unaishi na simanzi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wewe kujitafakari mwenyewe, siku nzima yenye masaa 24 mpaka inatumikia kabisa, unakuwa umefurahi masaa mangapi? Yaani umefurahi kabisa, umesahau taabu zako. Na ni masaa mangapi unakuwa na simanzi tu na machozi yanakutoka? Muda unaokuwa na simanzi kwa kipindi hiki ndio mwingi. Yaani unaumia. Ni watu wachache anaweza kuchukua katika 24 akapata masaa mawili anafurahi. Wengine wanapata 4 anafurahi. Lakini hata katika furaha hiyo, iwe ni furaha katika Bwana. Sio furaha yako. Ikiwa ni yako, ni mateso yale yale tu. Maana baada ya hapo mateso yanafuata. Bwana asifiwe. Masaa machache ya kufurahi, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wenye dhiki. Ulimwengu uliojaa ukatili. Wimbi lake ni ukatili mtupu. Sasa sisi tuwe chachu, tuwaambie ukatili haufai. Tuwaambie watu kweli ya Mungu, kwamba tunatakiwa kufanya nini. Sisi wenyewe tuanze kwenye nyumba zetu. Hebu jitafakari peke yako. Uone mimi nina wakatili wengine kwa namna gani. Na ukijua, basi rudi kwa Bwana ukatubu. Bwana akubariki sana. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye enzi yote, Baba wa rehema, tumekuja mbele zako, tumetubu dhambi zetu, tumeiachilia mioyo yetu, tumekutolea na sadaka, tumekuja na maombi, tumeshuka hata nchi, kwa sababu tunajua hata sisi tumekuwa wakosaji, wala hatustahili hata kusogelea madhabahu yako. Tumekuja Bwana jinsi tulivyo, tunaomba toba kwa ajili yetu, tunaomba toba kwa ajili ya kanisa lako, tunaomba toba kwa ajili ya familia zetu,
Tunaomba toba hata kwa ajili ya watoto wetu. Tumeshindwa kuwalea na kuwatunza na kuwasikiliza kikamilifu ili kusudi lako lisimame. Kwa sababu Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Lakini sisi tumeshindwa kuambia watoto wetu maneno ya faraja, maneno ya maelekezo mazuri ya kimungu. Tumeshindwa kuwafundisha neno na kusudi la Mungu. Kwa hiyo wamekuwa wanaishi katika hali ngumu. Wakati mwingine sisi tumekuwa chanzo cha taabu ya watoto wetu. Tumekuwa chanzo cha taabu ya familia. Tumekuwa chanzo cha taabu ya kanisa. Tumekuwa chanzo cha taabu ya Tanzania yetu. Mungu, naomba uturehemu. Uturehemu kwa huruma yako ndio. Utupe tena kibali machoni pako. Sisi tuliopata nafasi ya kuketi hemani mwako. Useme nasi, utupe mbegu mpya kabisa. Tukipita watu waone hii mbegu na tuweze kuwa na ujasiri na nguvu ya kuambia kweli juu ya neno lako. Na neno ambalo tumelipokea likae ndani yetu, lizae matunda yale yapasayo toba, na tupate nguvu ya kuambia watu juu ya dhambi yao na kuwarudisha kwa Bwana, ili tuweze kutubu toba ya kweli, nasi tupate kupokea msamaha. Tunajua kwa nguvu zetu na kwa akili zetu hatuwezi, lakini Mungu kwa msaada wako ukituwezesha, ukitupa kibali machoni pako, hakika tutavuka na zaidi ya kuvuka. Kana si Mungu wetu